Dogo ambapo siasa za magharibi zimeendelea kuchacha, wanasiasa wanaoegemea vuguvugu la Tawe wakipiga kambi huko Malava katika kampeni za ubunge wa eneo hilo, ambapo katika kampeni hizo seneta wa Kakamega Boni Khalwale na kiranja wa wengi katika bunge la seneti ameendelea kumpigia kampeni hadharani mgombea wa chama cha upinzani cha DAP Kenya Seth Panyako katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mdogo wa Malava licha ya kupewa onyo kali kutoka kwa chama cha UDA. Zungumza katika kampeni huko Malava, Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya aliwahimiza wakazi wa eneo hilo kudai heshima na kuepuka kufuata maagizo ya kisiasa kutoka nje ya eneo la magharibi, kombora lake akilielekeza kwa msaidizi wa rais Faruk Kibet. Sisi tumeshindwa kupanga siasa yetu. Tumepeleka watu kule mbele, wameenda pale kwenda kulala wasingizi, hawajui ile sababu tuko nayo. Hii umaskini ambayo tuko nayo hapa Western ndio inafanya hata karani wa president anakuja kusomea sisi kama watoto wadogo. Mambo ya kuchaguliwa viongozi. Kuchaguliwa viongozi. Faruku. Matusi. Kunyanyaswa. Seneta Boni Khalwale ambaye amewashangaza wengi kwa kumuunga mkono mgombea wa DAP Kenya badala ya kumuunga mkono mgombea wa UDA, chama ambacho kilimchagua kama kiranja wa wengi katika bunge la seneti, alivua madai kwamba serikali inapanga kuhamisha wapiga kura kutoka maeneo ya nje. And I know President William Ruto anajua kwamba indakwa atapoteza kiti ndio hawakumwambia ajiuzulu, ataanguka na atarudi kiti yake. I warn you chairman, maneno ya kuhamisha wapigaji kura kutoka huko Nandi, kutoka Uasin wa Nandi wakuja kupiga hapa kura, uwache. Sasa tumejua ukifanya hivyo utakuwa umeanza kupiganisha Waluya na Wakalenjin. Khalwale ameendelea kumpigia kampeni mgombea wa DAP Kenya licha ya kupewa onyo kutoka kwa chama cha UDA kilichomtaka kutoa sababu kwa nini ameamua kumuunga mkono Seth Panyako wa DAP Kenya na kumwacha David Ndakwa wa UDA. Mheshimiwa Seth Panyako, you have a unique opportunity ya kuunganisha watu wa Kabras. Nitarudi hapa wakati nitakuwa nikimuonyesha Ndakwa kama MCA mwenye anarudi kwa kiti yake after the election. Uchaguzi mdogo wa Malava unaonekana kama kipimo cha nguvu za vyama na ushawishi wa kikanda. Kwa DAP ni fursa ya kuonyesha umoja na kupinga chama tawala UDA, huku UDA ikiendelea kudumisha ushawishi wake katika eneo lililozoea kuwala upinzani. Matokeo ya uchaguzi pia yanaweza kuashiria mwelekeo mpana wa kijamii kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Glory Kadhure, runinga ya KU, Nairobi.